ni binafsi na wala si serikali inayowajibika kulipa na wala si serikali inayoweka garantii. Wanakopa kwa utaratibu binafsi na wanalipa kwa utaratibu binafsi. Mheshimiwa Spika, ukirudi kwa upande wa deni la serikali, Mheshimiwa Spika, utaratibu wa masuala ya madeni, ndio maana linaitwa deni la serikali, ni deni linaloangaliwa kwa kuhusianisha na mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, na serikali zinatumia utaratibu wa kukopa ili ziharakishe utekelezaji wa miradi. Kinachoitofautisha Tanzania na nchi zingine ni nidhamu ya matumizi ya fedha hizo zilizokopwa. Kuna nchi, Mheshimiwa Spika, na hapa tuelewane vizuri na Watanzania wote. Kuna nchi, ni kweli, kuna nchi zinaingia kwenye matatizo ya madeni, na zinaingia kwenye matatizo ya madeni kwa sababu ya kukosa nidhamu ya matumizi ya fedha walizozikopa. Zipo nchi za aina hiyo, wala tusibishane, zipo, zinaingia kwenye mitego hiyo ya madeni. Moja, zinakopa bila kuangalia uhimilivu wa kitaalamu. Uhimilivu wa kitaalamu unazingatia mapato vis-a-vis mikopo unayochukua, na hii hata kwa mtu binafsi ipo, ni swala la nidhamu lipo. Lakini la pili ni matumizi ya mikopo hiyo inayochukuliwa. Kwa hiyo mimi niwaombe, mtu yeyote akitaka tujadiliane swala la madeni, tusijadiliane figa, tusijadiliane ile namba, tujadiliane kama kulikuwa na umuhimu wa kuikopa hiyo fedha kuhusiana na shughuli tuliyoitumia. Leo hii nendeni mkaangalie kwenye miradi na mateso ambao wananchi walikuwa wanapata. Alafu leo tujadiliane kama ile fedha tulivyoikopa tulistahili kukopa au hatukustahili kukopa. Kwa mfano, tukienda kwenye deni ambalo lipo upande wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Spika, tumechukua mkopo, tumejenga barabara inayotoka Dodoma kwenda Manyara. Zamani kutoka Dodoma kwenda Arusha ilikuwa lazima upitie Morogoro ndo uende Arusha. Tuulizane tu, je, ilikuwa ni sahihi kuchukua fedha hiyo tukajenga barabara inayokwenda Babati, au tungeacha vile vile deni liendelee kuwa dogo, lakini ukitoka Dodoma ukitaka kwenda Arusha upitie Morogoro na Tanga. Hivyo ndio vitu tunavyotakiwa kufananisha. Tusifananishe namba tu kwamba deni limekuwa, kwa sababu Mheshimiwa Spika, deni ni fedha zetu, ni fedha. Ndio maana tunahusianisha deni na mapato ya serikali. Ni mapato ya serikali, ni fedha zetu. Kwa hiyo ni swala la kuchagua haya.